Kupitia tovuti ya Jerusalem Post kutoka nchini Israel imeandika habari inayosema kwamba Iran inapata faida kutokana na kuongezeka kwa mpasuko kati ya Israel na Marekani. Wataalamu wa mambo wanasema gazeti la New York Times limedai kuwa Trump alizuia shambulio lililopangwa na Israel kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran na kupendelea mazungumzo ya makubaliano badala yake. Mgawanyiko kati ya Israel na Marekani ni jambo bora zaidi ambalo linaweza kutokea kwa Jamhuri ya Kiislamu. Wataalamu na watafiti wa Iran katika taasisi ya mafunzo ya usalama wa taifa INSS Beni Sabti alisema siku ya leo Jumapili. Alihutubia ripoti ya New York Times iliyochapishwa wiki iliyopita ambayo ilidai rais wa Marekani Donald Trump alimzuia bwana Netanyahu kufanya shambulio ambalo alilipanga kwenye maeneo ya nyuklia ya Iran ili kwanza kufanya majadiliano na Iran na kupunguza mpango wake wa nyuklia. Wa Iran hawazungumzii juu ya uvujaji uliotokea, labda kutokana na udhibiti mkubwa juu ya mada hiyo, Sabti alisema. Hiyo inaashiria kwamba tafiti hizo ni za kweli, kwa sababu wakati wa Iran wanakataa kwa nguvu jambo fulani kutoka nje ya njia yao ya kufanya hivyo, ina maana kwamba wanasimama kidete kwenye jambo fulani. Sasa wanafurahia jambo hilo na kukaa kimya kwa sababu mpasuko kati ya Israel na Marekani ndio jambo bora zaidi linaloweza kutokea kwao. Kulingana na Sabti, Israel inasukuma kuelekea njia fulani na Marekani imekuwa mtetezi wa Iran ikizuia njia hiyo. Hata hivyo, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameapa kwamba atafanya mashambulizi hata bila msaada kutoka nchini Marekani. Machoni mwao ni muhimu sana kuangazia kwamba utawala wa Trump unafanyia kazi sio dhidi yao. Ndio maana wana maoni chanya kuhusu mbinu hii. Hata hivyo, hawazungumzii ukimya huo ishara ya makubaliano. Kulingana na Sabti, mkao wa Iran umebadilika tangu uchaguzi wa Marekani kwa wiki nyingi baada ya kuchaguliwa kwa Trump wakihisi hofu. Hata hivyo, hali imezidi kuwa ngumu mno na kulikuwa na mashinikizo ya kisaikolojia kwa serikali ya Trump, lakini sasa ni ofisi ya Donald Trump iliyoamua kufanya mazungumzo zaidi. Lakini wachambuzi wa mambo wameenda mbali zaidi kusema kwamba ni kutokana na mpango uliosukwa na Urusi baada ya kutoa kile ilichosema kwamba hawataruhusu Marekani kuishambulia Iran hasa katika vinu vyake vya kinyuklia. Sasa wa Iran wanahisi ujasiri na mambo si mabaya kwa upande wao, na yanavyoonekana ndio maana hata kila baada ya mazungumzo waziri wa mambo ya kigeni wa Iran husema kwamba mazungumzo yameenda vizuri, kwa maana kile ambacho wao wanakitaka ndicho ambacho wanakubaliana na wenzao na mazungumzo mengine yatafanyika siku zijazo. Trump haongei dhidi ya serikali yenyewe hata kidogo, kwa hivyo wanahisi kuwezeshwa na wanaamini wanaweza kusonga mbele katika mazungumzo yanayoendelea. Kwa mtazamo wa Iran, wachambuzi wa mambo wanahitimisha kusema kwamba serikali inaingia katika mazungumzo katika kipindi hiki wakihisi kuwa ina uwezo wa juu. Umma wa Iran wakati huo huo unaashiria kukatika kati ya serikali na umma huko Iran, lakini bila shaka umma unafurahia juu ya hili kwa sababu tayari wameshakaa kisaikolojia kuona ni namna gani serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaweza kukabiliana na taifa hilo la Israel. Kwa mtazamo wa umma, serikali inahitaji kujipanga zaidi kwa ajili ya kujipanga na mashambulizi pamoja na mabomu na vifaa vya nyuklia kushambuliwa. Sio tu hatua ndogo, utawala umekuwa umejipanga vilivyo kama alivyosema kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei katika miongoni mwa hotuba zake. Kadhalika, Ayatollah Ali Khamenei aliwahi kusema kwamba katika jambo ambalo Israel watashindwa ni kufanya shambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia kutokana na namna vilipo, lakini pia na ulinzi wa anga ambao wao wanaamini utaweza kuzuia juu ya shambulizi la aina yoyote. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.